Tafudhu yake imeachwa kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala. Japo kwamba kuna kila kwamba hizo alifu hizo ni majina ya sura, wengine anasema ni majina ya Qur'ani. Kwa kila moja katika herufi hizo, wengine anasema ni mwanzo katika majina ya Mwenyezi Mungu. Kwa pana kila hizo, lakini zote ukiachana nazo unarudi pale pale kwamba anayejua makusudiwa hakika ya hizo nini, ya hiyo mianzo ya sura ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala. Dhalika alkitabu la raiba fihi, kitabu hiki hapana shaka ndani yake. Dhalika alkitabu la raiba fihi, kitabu hiki hapana shaka ndani yake. Dhalika ay hadha alkitab, kitabu hiki. Hadha alkitabu, kitabu hiki. Alladhi yaqra'uhu Muhammadun, ambaye anakisoma anakisoma Muhammad. La raiba la shakka fihi, hakina shaka ndani yake. Annahu, kwa kwambacho hicho kitabu min indillah, kinatoka mbele za Mwenyezi Mungu. Annahu min indillah, kwa kwambacho kinatoka mbele za Mwenyezi Mungu. Ndio maana ikaambiwa, akasema Mwenyezi Mungu, dhalika alkitabu la raiba fihi annahu min indillah. Aambiwa Mtume Muhammad kwamba kitabu hiki hakina shaka ndani yake. Kana kama pana swali, kwa nini kisiwe na shaka? Sawa sawa. Kana kama pana swali kwamba mbona kama unasema hakina shaka ndani, kwani kuna ambaye akakuuliza? Pana swali kwamba hakina shaka ndani yake kwa sababu kinatoka muhusika nacho nani? Ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye aliyekileta, ndiye atakayekilinda, kama ambavyo inasemwa siku zote kwamba Uislamu ni dini ya haki, dini ya kweli. Kwa sababu kwanza ni dini ya kweli kweli, lakini pia mlinzi wa hiyo dini ni Mwenyezi Mungu. Laiti asingekuwa Mwenyezi Mungu, dini yenyewe isingekuwa ulinzi wake, hata kama ingekuwa ya haki, lakini ulinzi wake hauko kwa Mwenyezi Mungu, isingetufikia leo. Kwa sababu yeye ndiye hafidh, basi anailinda Qur'ani yake. Sasa hapa pana kwa nini dhalika alkitabu tukasema hadha alkitab, tafsiri ikawa ni kitabu hiki. Ashara bidhalika ila anna al-isharata an yu'ta biha lilkarib wa sayati aljawab anhu. Itakuja jawabu yake kwa nini imekuwa hivyo. In qulta inna alqur'ana karibu fala yusharu lahu bi isharati lilba'id, ajaba almufassir bi qawlihi wal isharatu bihi lit'azim. Ishara hapa ni kwa sababu ya ta'zim, ay falquran wa in kana arabiyyan minna illa annahu marfu'ur rutba wa azimul qadr min haythu innahu munazzahu an kalamil hawadithi wa dhalika kamunadati maula subhanahu wa ta'ala allati yunadu biha al-ba'idu ma kauni aqrabu ilayna min hablil warid, likauni subhana munazzahu an sifatil hawadith fanazala tanazuhu anil hawadith manzilata ba'dana anhu wal kitabu fil asli masdarun wa yutlaku bima'na al jam'i. Dhalika al kitabu la raiba fihi, kitabu hiki hakina shaka ndani yake. Ay min indillah wa jumlatu nafi
khabaru na jumla ile nafi ambayo la raiba fi. Hadha alkitabu mubtada, dhalika alkitabu kitabu hiki nini la raiba fi ni habari. Hata sauti yenyewe dhalika alkitabu la raiba fi, kitabu hiki hakina shaka ndani yake. Ndio wal jumlatu nafi khabarun, mabuduhu dhalika, mwanzo wake ni huo. Wal isharatu bihi litadhim, na ishara ni ya ta'dhim. Huda lilmuttaqin, ni uongofu kwa wenye kumcha Mungu. Dhalika alkitabu la raiba fihi huda lilmuttaqin, kitabu hiki hakina shaka ndani yake, ni uongofu kwa wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Huda habaru thani, huda hapa ndio habari ya pili ya dhalika alkitabu. Maana yake dhalika alkitabu huda lilmuttaqin, sawa sawa, wanakuwa na habari mbili, si ndio? Dhalika alkitabu la raiba fihi, habari ya kwanza. Dhalika alkitabu huda lilmuttaqin, maana kwanza kitabu hiki hakina shaka ndani yake, habari ya kwanza. Habari ya pili, kitabu hiki ni uongofu kwa wenye kumcha Mungu, sawa sawa. Ndio sema huda habaru thani ay lahadi, hadi lilmuttaqin as-sairina ila taqwa, wenye kuendelea kwenye kumcha Mungu. As-sairina, wenye kuendelea ila taqwa, kwenye kumcha Mungu. Bimtithali la awamiri, kwa kufuata amri. Kujitinabi nawahi, na kujiepusha na makatazo. Litikaihim bidhalika nara, kwa kujikinga kwao kwa hayo na moto. Litikaihim bidhalika nara, kwa kujiepusha, kwa kujikinga kwao kwa hayo, kwa kujiepusha na hayo na hizo, na kwa kufuata amri na kujiepusha na makatazo na moto. Bimtithali la awamiri, kwa kufuata amri. Kwa nini wanaambiwa ni muttaqin? Litikaihim, kwa kule kujikinga kwao. Bidhalika, kwa hayo, anna na moto. Wakifanya hayo ndio wanaambiwa huda lilmuttaqin. Itaka amejikinga, nasema itaka amejikinga. Kwa nini waambiwa huda lilmuttaqin? Kwa wenye kumcha Mungu. Takwa hapa ni kujikinga, kujiwekea ngome. Aidha litasmiyatihim muttaqin, ndio sababu hiyo. Litikaihim ndio sababu ya kuitwa kwao muttaqin. Alladhina yu'minuna bilghaib, hao muttaqina sifa yao wale ambao wana amini ghaib. Alladhina yu'minuna bilghaib, wale ambao wana amini ghaib. Yusaddikuna bilghaib, wanasadikisha ghaib. Bima ghaba anhum, kwa lile jambo ambalo limeghibu nao. Min alba'thi, miongoni mwa kufufuliwa. Wal jannati, na pepo. Wan nari, na moto. Wanaitakidi
alhao almuttaqina alladhina yu'minuna bilghaib, ambao wanaamini wa mambo wasioyaona, ambao hawajayashuhudilia, ambao ni hayo kwamba kuna kufufuliwa, kuna pepo, kuna moto. Sifa ya hao nani? Lilmuttaqin. Pia wayukimuna salata, na wanaisimamisha sala. Wanasimamisha sala. Kwa hiyo kumbe kuamini peke yake hakutoshi, mpaka pia waswali. Ndio pale tuliposema kwamba mwanzo itaeleza sifa za watu wa aina tatu. Itaeleza imani, halafu itamueleza muumini ni nani, kafiri ni nani, mnafiki ni nani. Sasa muttaqin ni muumini. Ili uwe muttaqin mpaka uwe ni muumini. Kwa maana huwezi kufika katika sifa ya takwa mpaka uwe ni nani? Ni muumini. Muumini unapataje? Yusaddiquna bil ghaib bima ghaba anhu, kwa yale yaliyoghibu kuepukana na wao, haya hawayaoni. Minal ba'thi wal jannati wan nari, miongoni mwa kufufuliwa, kwamba kufufuliwa kupo. Kwa watu inaposoma katika talqini, shaykh anasema al jannatu haqqu wan naru haqqu so wal ba'th haqqu. Ni moja ya sharti ya mtu kuwa ni muumini, kuamini yale. Kama anaamini, anasema ni muumini, lakini haamini kuna pepo, haamini kuna kufufuliwa, sio muumini. Sio muumini hakika. Bayanu lima wa qawluhu wal janna wan nar atfu alay wa nahwi dhalika mimma kwa maana za almu'minul khalisin, waumini ambao ni wale wenye ikhlasi hasa, ambao wanamtakashia Mwenyezi Mungu, wanafanya mambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ndio wanaokusudiwa hapa. Kama wanavyoamini dhahiri, wanaamini pia ghaibu hivyo hivyo. Wanayuminuna bihalati sirri, wanaamini katika hali ya siri. Wa huwa al-imanul qalbi, kuamini kwa moyo hasa. Sio kwa kusema tu kwa mdomo, sasa sisi tumeamini bwana, lakini mioyoni hawatakuwa muttaqin. Ule kuamini kwa kutumia mdomo peke yake hakutoshi, mpaka ile imani ya mdomo iambatane sawa sawa na imani ya moyo. Kama wanavyosema dhahiri, mioyo yao pia iseme hivyo hivyo, ndio hawa wanakuwa ni muumini. Kinyume cha hivyo hatakuwa katika hiyo sifa ya muumini. Wayukimuna salata, na wanaisimamisha sala. Ayatuna biha bihuquqiha, wanaileta hiyo swala pamoja na haki zake. Wanaileta swala pamoja na haki zake. Ili wanaposema sala kilugha ni dua, lakini kwa maana ya sala kisheria ni kitu ambacho kinafunguliwa kwa takbira na kinahitimishwa kwa nini? Kwa salamu. Kwa hiyo kuna mambo mawili. Kuna as-salata lugha, ad-dua. Swala katika lugha ni dua, lakini kisheria ni ile ambayo hufunguliwa kwa takbira na huhitimishwa kwa salamu. Ndio maana nani mufassiri hapa al-Mahali akasema kwamba yatuna biha bihuquqiha, wanaileta hiyo swala pamoja na haki zake, miongoni mwa khushu'i, ruku'i, sujudi, kama ilivyo katika vitabu vya sheria vya sala.